Zimeonyesha quality kubwa ya upambanaji. Nafikiri mmeona namna ambavyo Pamba walikuja kwenye spirit kubwa ya kupambana, lakini Simba huwa tunapenda timu ambayo yenye ushindani kwenye pitch. Kwa hiyo lazima tuwapongeze Pamba, wamekuja kutupa game nzuri, lakini pia tuwapongeze wachezaji wetu, wamejitoa kwenye jasho la damu. Mmeona namna ambavyo Pamba walivyokuwa wanacheza. First half, second half, muda mwingi walikuwa wanatumia faulu. Mimi nafikiri mechi hii leo ndio mechi ambayo faulu imefanyika kuliko mechi nyingine yote kwenye ligi ya NBC. Otherwise, yaliyopita wao wameshapita. Sisi kama Simba tunawapongeza wachezaji wetu kwa kupata point 3. Kipindi cha kwanza mpaka Mwamba Lusaka alipokuwa hajaingia, kuna namna pengo lake lilikuwa limeonekana, maana yalikuwa ni mengi kuhusiana na Alassane Kante. Kuna ambao walikuwa wanaona Alassane Kante atoke kwa sababu kuna namna kama mechi ilimpalia. Mimi naheshimu siku zote taaluma. Mwalimu ndio alibaki na wachezaji kwenye kiwanja cha mazoezi. Siku zote wanaanza na Chama kwenye first 11. Leo mwalimu ameshindwa kuanza na Chama, anajua sababu zake kwa sababu yeye ndio alikuwa kwenye kiwanja cha mazoezi. Kwa hao wengine walikuwa wanasema wana haki ya kutoa maoni, lakini mwisho wa siku mtu ambaye anahitajika kwenda kutenda ni mwalimu. Mwalimu amefanya kile ambacho alichokifanya kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo otherwise ni maamuzi ya mwalimu. Watu wanaosema watu waseme, kwa sababu siku zote wataalamu wanasema mdomo nyumba maneno. Ushindi huu unamaanisha nini katika mbio za ubingwa ligi kuu Tanzania bara? Ukiangalia zimebaki, ushindi unaonyesha namna ambavyo Simba bado tunahitaji kuchukua ubingwa wa ligi NBC. Ushindi unaonyesha namna ambavyo Simba bado tunaendelea kutamani kuchukua ubingwa wa ligi ya NBC. Ushindi huu unaonyesha namna ambavyo aina ya wachezaji wa Simba wenye quality kubwa wanaweza kuamua kwenye mechi yenye ushindani mkubwa. Mimi naamini kwamba ushindi ni salamu. Wale ambao waliokaa pale juu wanaongoza ligi ya NBC na wanaongoza kwa sababu ya makosa ya kibinadamu. Wajue mnyama yupo, mnyama anashindana, mnyama bado anakusanya pointi, alitokontrol mapambano na yanaendelea. Wanaongoza kwa sababu ya makosa ya kibinadamu. Imekaje? Makosa gani ya kibinadamu? Mimi nafikiri mwandishi, wewe kazi umeanza lini? Kitambo sana. Hujasikia kwamba mwamuzi alihukumiwa na kamati ya masaa 72 kati ya mechi ya Simba na Yanga Zanzibar? Peke yake. Nasema hivi, ulisikia mwamuzi alihukumiwa katika mechi ya Simba na Yanga Zanzibar? Au wakati wa kazi ya uandishi ulikuwa hujaanza? Inaongea wewe. Nasema hivi, kazi ya uandishi ulikuwa hujaanza. Kamati ya masaa 72 ilipokwenda kumhukumu mwamuzi wa Simba mechi ya Simba na Yanga iliyofanyika Zanzibar, kamati imekwenda imesema mwamuzi alikata goli ilikuwa halali. Siku zote Waswahili wanasema ukimwona kobe amepanda juu ya mti basi jua kapandishwa. Yes. Tafsiri yake ni nini hiyo? Tafsiri yake Yanga inaongoza ligi kwa sababu ya makosa ya binadamu ya waamuzi. Yes, kwa sababu ya waamuzi. Tukirejea kwenye mchezo wa leo, umeridhishwa na aina ya uchezaji wa wachezaji wako kwa maana ya klabu ya Simba? Yes, nimeridhishwa. Kwa sababu wana Simba wanapokuja katika uwanja cha kwanza kuona namna ambavyo tunahitaji kupata point 3. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wachezaji wamekuja kupambana, tumepata point 3. Sisi kama mashabiki wa Simba tumeridhika. Na hivi naongea na nyinyi waandishi wa habari, tunajiandaa kusafiri kwenda Mbeya. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu tutakwenda Mbeya. Tunaamini kwamba mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa na ushindani mkubwa, lakini kwa quality ya wachezaji wa Simba tulikuwa nao, namna ambavyo wanaonyesha speed ya kupambana, style ya kupambana, mimi naamini tutakwenda kuchukua point 3 zidi ya Mbeya City. Kwenye mchezo leo Simba wameonekana sio kuwa kwenye kiwango bora kama kile ambacho tumekizoea kukiona. Pengine hii FIFA break imechagiza kuonekana Simba kutokuwa imara katika mchezo leo. Kwanza naheshimu mawazo yako, lakini Simba alikuwa kwenye kiwango bora. Naheshimu mawazo yako, lakini Simba alikuwa kwenye kiwango bora. Spirit ya wachezaji wa Simba ilikuwa juu. Mimi naamini mwalimu alifanya kazi nzuri na karata zake alichanga vizuri kwenye nje ya mazoezi. Aliwajua namna ambavyo Pamba alivyokuja. Nafikiri mmeona watoto wa mjini wanasema leo Pamba muda wote walikuwa wamefanyaje? Wamekuja kuwagonga tu wachezaji wa Simba. Lakini niseme tu kitu kimoja. Moja katika mechi ambayo faulu zimefanywa katika ligi ya NBC, mimi naamini ya leo itakuwa namba 1. Lakini otherwise tunawapongeza wachezaji wa Simba kwa kujitoa. Hakika na wekundu wa Msimbazi imeanza kupata magoli 2-1. Kipindi cha kwanza wakati kinaanza dakika 6 takriban ziliongezwa na mwamuzi akaongezea kama 2 za kwake. Maana ilikuwa ni mengi kwamba wekundu wa Msimbazi mnatafutiwa. Ni maneno ambayo mimi sitaki kuzungumza haya. Kwa sababu mwamuzi anapokwenda kuweka kwenye dakika za kufidia, haipaswi labda timu moja inacheza. Maana yake timu zote zinafanyaje? Zinacheza. Ndani ya dakika zile za kufidia, wao wangepata goli tungesemaje? Kwa hiyo ni maneno ambayo ni watu ambao wameshua hoja, hawana dira, hawana sera, hawana mwelekeo. Kwa mimi siwezi kukaa kuzungumzia hiyo sera, lakini mimi najua siku zote dakika za kufidia zinakuwa za timu zote ambazo zinakwenda kupambana kwenye uwanja. Ulikuwa na hisia gani?